Kuna pigo jingine hapa ambalo ni habari kubwa, ningependa tuishare pia, ambapo huyu ni secretary wa jeshi la wanamaji la Marekani John Palin amejiuzulu nafasi yake mara moja. Pentagon imethibitisha Jumatano hii katika kile kinachoonekana kuwa mwendelezo wa mabadiliko makubwa ndani ya uongozi wa kijeshi wa utawala wa Trump. Msemaji wa Pentagon actually imethibitishwa Alhamisi hii. Msemaji wa Pentagon Sean Parnell alisema kuwa kuondoka kwa Palin kumeanza kutekelezwa mara moja, huku naibu waziri wa jeshi la ambaye ni naibu secretary anaitwa Hang Kao akichukua nafasi hiyo kwa muda. Hakuna sababu rasmi iliyotolewa kuhusu kujiuzulu kwake, lakini ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zinaeleza kuwa kulikuwa na mvutano ndani ya uongozi, hasa kuhusu sera za ujenzi wa meli zinazohusishwa na mpango wa Rais Donald Trump wa kupanua nguvu za jeshi la majini. Palin ni mfanyabiashara na mfadhili mkubwa wa kampeni za Trump. Aliteuliwa mwaka 2025 licha ya kutokuwa na uzoefu wa kijeshi. Alikuwa miongoni mwa waliunga mkono mpango wa Golden Fleet unaolenga kupanua uwezo wa meli za kijeshi na kibiashara za Marekani. Kuondoka kwake kunakuja wakati mabadiliko makubwa ndani ya Pentagon chini ya waziri wa ulinzi Pete Hegseth, ambaye ameondoa maafisa zaidi ya 10 wa ngazi za juu za jeshi katika miezi ya hivi karibuni. Wiki chache zilizopita, mkuu wa jeshi la ardhini Randy George aliombwa ajiuzulu, huku maafisa wengine wakuu kama Jenerali David Hodney na Meja Jenerali William Green pia wakiondolewa. Mabadiliko haya yanatokea wakati mvutano ukiendelea Mashariki ya Kati, hasa katika mgogoro unaohusisha Marekani, Israel na Iran. Marekani inaendelea na zuio la majini dhidi ya bandari za Iran, huku mapigano yakiendelea katika mlango wa Hormuz. Ikulu ya Marekani imetetea hatua hiyo, ambapo msemaji wake Caroline Leavitt alisema rais ameridhishwa na mkakati huo na anaamini Iran iko katika hali dhaifu. Wakati huo huo, mpatanishi mkuu wa Iran Mohammad Baghel Halibaf alisema kuwa funguliwa tena kwa mlango wa Hormuz haiwezekani kutokana na kile alichokiita ukiukwaji wa makubaliano ya sitisho la mapigano na Marekani pamoja na Israel. Kujiuzulu kwa ghafla kwa Palin kunaonesha changamoto za ndani zinazolikabili jeshi la Marekani wakati likikabiliana na mabadiliko ya kimkakati na mvutano unaoongezeka duniani. Henry, wakati naisoma hii habari, nimekumbuka neno lako unalopenda kulitumia kwenye situation kama hizi, mgagasiko, si ndio? Kabisa. Unajua kuna watu wamekuwa wakitania wakisema kwamba in fact regime change ni kama inatokea kule Marekani. Yaani regime change ilikuwa imepangwa kutokea Iran, lakini kwa purge inayoendelea kwenye jeshi la Marekani wakati wa vita ni kama sasa kule ndo kuna regime change, hasa kwenye Wizara ya Ulinzi, kwa sababu kumekuwa na mabadiliko, kumekuwa na kubadilishwa, watu kujiudhuru, watu kulazimishwa waondoke, tena viongozi wakubwa kabisa wa ngazi za juu kabisa za jeshi la Marekani. Sasa katika hali ya kawaida maana yake hii inaashiria haya hizi sababu tunazopewa, kwa mtazamo wangu mimi ni sababu za kufukia kombe, lakini ukweli ni kwamba inaonekana kuna utofauti mkubwa wa kimawazo kuhusiana na hiki kinachoendelea. Kwa sababu kwa nini wasitoke hawa watu kipindi cha nyuma kabla ya vita haijaanza? Yaani katikati ya vita, wakati ambapo unahitaji chain of command kuwa intact, unawezaje kubadilisha watu? Unless otherwise, kwenye matokeo yanayoendelea kwenye mapigano au vita, kuna namna hawa watu either wanakuwa ni kikwazo au wanashindwa kuperform kwa namna tarajiwa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni njia ile ile ambayo imekuwa ikionyesha kwamba kuna mgagasiko, kuna mkanganyiko ndani ya jeshi la Marekani, na of course inawezekana, of course wengine wamekuwa na maoni ya kwamba pengine Hegseth pamoja na Trump wanajaribu kuwaweka watu ambao hawatakuwa wanawa question kwa chochote wanachotaka kukifanya. Kwa hiyo wale viongozi wa kijeshi ambao pengine kuna baadhi ya mazingira wanasema hiki hapana, wameonekana kuwa ni changamoto, kwa hiyo wanatolewa haraka na taarifa za kuondolewa, kwa sababu tukumbuke blockade inayofanyika kule
bahari ya Hindi actually, karibu na lango la Hormuz. Ni blockade ambayo inaongozwa na jeshi la maji, na huyu aliyeondolewa ndo mkuu wa vikosi vya jeshi la maji. Sasa hii haihitaji rocket science kujua kwamba kuna kitu hakipo sawa. Aidha kuna vitu watu wanaambiwa wavifanye, kwa hiyo kwenye chain of command kuna namna labda watu hawako pamoja, kwa maana kimaamuzi, labda kuna amri zinatolewa zinachelewa kutekelezwa, au watu wanakuwa kama wanazi question. Kwa hiyo mwisho wa siku Hegseth pamoja na Trump hawataki kuhojiwa kwa chochote ambacho wanaamua kukifanya. Kwa hiyo inawezekana ndio maana hawa viongozi wa kijeshi wamekuwa wakipukutika kwa miezi miwili sasa kwa wingi. Nafikiri huyu anaweza akawa, kama sikosei, kama sio wa 6 ni wa 7 ndani ya muda tu wa pengine mwezi mmoja. Sasa hii sio kitu cha kawaida sana, hasa katika mazingira ambayo nchi iko katika vita. Kwa hiyo mimi naweza nikasema hivyo. That's my take. Okay, sawa. Nataka tuhame kidogo. Ulinidokeza Ali hivi karibuni kuhusiana na Lebanon, na ukasema una kama karipoti fulani kazito, na kwamba utakafupisha kidogo, lakini nikupe hii kuhusiana na Lebanon ambayo ni mpya, ambapo Lebanon imesema kuwa haiwezi kusaini makubaliano yoyote ambayo hayajumuishi kuondoka kabisa kwa majeshi ya Israel, amesema Waziri Mkuu Nawaf Salam kabla ya mazungumzo yatakayofanyika huko Washington. Hatuwezi kuishi na kile kinachoitwa eneo la buffer, uwepo wa Israel ambapo wananchi wa Lebanon waliokimbia makazi yao hawaruhusiwi kurejea, na ambapo vijiji na miji iliyoharibiwa haiwezi kujengwa upya, alisema katika mahojiano na The Washington Post jijini Paris alipokutana na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Tunakwenda kwenye mazungumzo haya tukiwa na imani kuwa Marekani ndio upande wenye uwezo wa kuishinikiza Israel. Nafasi yao ilikuwa muhimu kufanikisha sitisho la mapigano, na tunatarajia wataendelea kutumia ushawishi wao. Kuhusu swala la kunyang'anywa silaha kwa Hezbollah, ambalo ni moja ya masharti makuu ya Israel ndani ya nchi na nchi za Magharibi, Salam alisema huo ni mchakato wa muda mrefu, si jambo la kufanyika mara moja. Aliongeza kuwa Lebanon haitoi mwafaka kwa kukaa mezani kwa ajili ya mazungumzo. Sijui tutafanikiwa nini kupitia mazungumzo, lakini najua tunachokitaka. Unasikia haya mambo, Bwana Ali? Washa mic Ali. Mimi nimesikia, lakini kabla sijagusia hapo, nataka ni wind up kidogo pale ambapo amegusia Henry kwamba bana, jeshi la Marekani kusema ukweli limeweza limeweza tunasemaje, kupinduliwa, unaweza ukasema hivyo, na limebadilika kweli kama regime change yenyewe. Lakini mimi naweza nikaconclude kwa sababu ni moja tu, kwamba nadhani kwa kutokana na maoni yangu kwamba Rais Trump ni rais ambaye niligusia na ego. Actually tuliambiwa na ego, lakini niligusia kwamba ni rais ambaye anaamini katika ule ukuu. Yani Marekani ni kubwa, na ukishakuwa na ukubwa ule wa Marekani, kwa nini tunashindwa? Yani tushindwe na nchi kama Iran? Sasa ukikaa ukaangalia mwaka 2018 wakati ameenda Iraq, alikutana na Dan Kane, huyu ambaye amekuwa promoted kama chief, tunasema joint chief of staff wa jeshi la Marekani. Kumbuka alikuwa amesha staafu kama 2-star general, kwa hiyo ili apate hicho cheo ilitakiwa awe promoted alafu arudishwe kama 3-star general. Kwa hiyo akawa karudishwa, watu wakapinga. Unajiuliza kwa nini kamrudisha? Kwa sababu huyu amekuwa anamsifu sana na hajamsahau mpaka leo. Anasema mwaka 2018 alipoenda Iraq alikutana na ISIS wanasumbua kipindi hiko. ISIS ambao wao ndo waliwatengeneza, kumbuka. Na ISIS hao ukitaka ujue ni balaa, waliwatesa sio tu Marekani, Iraq penyewe. Ali al-Sistani ilibidi atoe fatwa, yule kiongozi mkubwa wa Shia wa kwanza kabisa, anaitwa Grand Ayatollah, ilibidi atoe fatwa kwa ajili ya kudeclare ISIS kama ni tatizo, na vita vikaitishwa dhidi ya ISIS. Sasa unaweza ukaona sasa huyu Dan Kane alimwahidi Trump na kumwambia kwamba wangeidhibiti ndani ya wiki, wakati majenerali wengine walikuwa wamemwambia ni ngumu kuidhibiti ISIS.
na kweli alifanikiwa kuidhibiti ndani. Anamsifu kwamba alimpa matokeo makubwa. Unaona kwamba sasa hivi alimrudisha kama Joint Chief of Staffs, yani cheo kikubwa kabisa pale. Huyo ni Dan Kane. Sasa kwa hiyo karakta ya Trump tunaiona, vipo vitu vingi anatamani vifanyike, nadhani vinakuwa viendi, lakini anakutana pia na upinzani reasoning kwamba bwana mzee, hilo haliwezekani, na yeye hataki hiyo. Anataka mtu ambaye bwana anataka kitu fulani unaweza kufanya kwa sababu jeshi letu sisi ni kubwa. Ndio unaweza kufanya. Unaweza ku-clear mines. Kwa nini hamwezi kuingia Strait of Hormuz? Yaani nyinyi jeshi lote mna mameli, mnashindoje kuingia kusafisha Strait of Hormuz? Hiyo navy, si mnasema hamna navy ya Iran, imekuwa obliterated. Sasa inakuwaje? Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna vitu vingi ambavyo haviendi sawa, na kitu kinachotuonyesha kama vitu haviendi sawa ni hii military purge ambayo wamekuwa wanaifanya, hasa kuondolewa kwa huyu the latest general.